Mheshimiwa ndugu yangu, Mheshimiwa wa Masinga County Deputy County Commissioner pamoja na timu yake, viongozi wote ambao wamefika na wananchi wote wa Masinga, mwea ini museu mavina onde Yesu ataiwe, Yesu ataiwe inge. Asante sana. Mimi niko na furaha kwa vile nimepata makaribisho ambayo iko mzuri. Mimi natoa shukrani mingi sana kwa watu wa Masinga. Mimi nasema ni asante kwa mheshimiwa kwa mwaliko. Huyu mbunge wenu tulikuwa tunafanya kazi naye pale bungeni. Mimi najua ni kiongozi ambaye anapenda watu yake ya Masinga. Na najua ni kiongozi ambaye anatia bidii kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya inaangalia maslahi ya wananchi wa Masinga, kama vile tunaangalia maziwa ikiwa kwa jikoni. Kwa hivyo huyu ni kiongozi ambaye mimi natambua, na kiongozi ambaye niko na uhakika anafanya kazi mzuri. Nimefika hapa kwa sababu wabunge wa Ukambani walifika kwa ofisi wakanielezea yale ambao wameongea na kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto. Wakaniambia kwamba kuna yale wamekubaliana. Alafu mimi nikajulisha Mheshimiwa Rais kiongozi wetu ya kwamba wabunge wa Ukambani wamefika kwa ofisi na wamesema kwa niaba ya watu wa Ukambani na haswa wananchi wa Masinga ya kwamba wanahitaji chakula na maendeleo mengi ingine tofauti. Rais wa Jamhuri akanielezea, akaniambia yale ambao viongozi na haswa mbunge wa Masinga anahitaji kwa niaba ya watu yake ni hakikisha kwamba imefanyika mara moja. Kwa hivyo nimefika hapa siku ya leo nikiwa na salamu mingi sana kutoka kwa Mheshimiwa Rais kiongozi wetu wa taifa. Akaniambia nikifika Masinga nisalimie wananchi wa Masinga sana sana. Munapokea salamu ya Mheshimiwa Rais? Hebu nione wanapokea, nione. Asante sana. Vile vile mimi nimemwelezea naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Nikamwambia nitafika Masinga kwa amri ya rais. Akaniambia nikifika nilete upendo na nilete salamu yake mingi kwa wananchi wa Masinga. Unapokea salamu ya naibu wa rais? Hebu nione salamu ya Mr. Fire. Sio hiyo? Asante sana. Kwa hivyo jameni, niko hapa kwa ruhusa na idhini ya viongozi wetu wa taifa ya kuhakikisha kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais inafanyia wananchi wa Masinga kazi, inafanyia wananchi wa Kitui County kazi na taifa mzima. Tumefika na chakula ya kutosha, maroli 4, na hiyo chakula ikiisha ingine inafika, kwa sababu tunajua tumetoka kwa muhula ambao ilikuwa na kiangazi mingi. Wananchi wameumia, lakini rais na serikali yake amehakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha kama serikali, na tunajua mvua imepatikana, na tunasema ni asante sana jameni kwa Mungu kwa kutupatia mvua. Lakini itahitajika miezi kama ingine 4 kutoka leo ile chakula tumepanda katika mashamba yetu iwe imekuwa, iwe tunaweza kwenda kwa mashamba tunapata chakula. Hiyo ni ukweli.
katika hiyo miezi 4, na tunaomba hii mvua iendelee ili chakula iweze kukua. Serikali ya Mheshimiwa Rais imejiandaa na chakula ya kutosha ya kuhakikisha kwamba wananchi wale wanahitaji chakula watapata, na sio wananchi wa Masinga peke yake, ni wananchi wa kona tofauti ya nchi yetu ya Kenya, kona ya Taita Taveta, kona ya Tana River, kona ya Mandera, ya Marsabit, ya Turkana na kona zile zingine zote ambazo huathirika na kiangazi. Kwa hivyo tuko hapa siku ya leo tukiwa na chakula ya kutosha ya kuhakikisha kila mmoja wenu ambaye anahitaji chakula, ambaye na hii chakula niseme jameni, si ya matajiri. Hii ni chakula ya wale ambao ni wanyonge katika sehemu zetu. Hii chakula ipewe wale ambao ni wanyonge, wale ambao wanahitaji. Matajiri wakae kando, si ndio hiyo? Na hii chakula si ya kuuza. Hii chakula haipaswi kuuzwa na mtu yoyote, haipaswi kuuzwa na mtu yoyote, na vile imefika yote inapaswa igawanywe kwa njia ambayo iko sawa sawa. Tuko pamoja jameni? Vile nasema ya kwamba hii chakula si ya deputy commissioner, hii si ya commissioner, hii si ya OCPD, hii ni ya kina mama ambao wamekaa wapi? Hapa, si ndio hiyo? Kwa hivyo tuichunge na tuiangalie sawa sawa. Alafu pia niseme Mheshimiwa Rais na serikali yake anatia bidii, anajituma, anafanya ile kitu tunasema bidii kaka, biti kaka, biti kaka, anatia bidii sawa sawa, anahakikisha kwamba mabarabara yetu inajengwa kama vile mheshimiwa wenu amesema ya kwamba masoko inaendelea hapa Masinga, ya kwamba sub-county mpya imepatikana, ya kwamba hostel certificate yetu vijana wetu walale vizuri, wazazi waache kulipa pesa wakikondisha manyumba ya watoto wao wakati wako shule. Mheshimiwa Rais anahakikisha kwamba serikali yake inapanga maneno sawa sawa, ndio maana inajenga 600 units ya hostel hapa Masinga. Vile vile anahakikisha kwamba affordable housing, vijana wale wamehitimu mambo ya plumbing, mambo ya masonry, mambo ya electrician, mambo ya tile fixing, mambo ya kuweka mambo ya mbao, carpentry, wanafanya kazi pale katika hiyo manyumba, wanapata pesa ya kukimu familia yao. Hiyo yote ni maono, ni bidii, ni kunjikaza, ni pitika kaka ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Munanielewa jameni? Rais anafanya kazi afanyi? Rais wetu ni tutam si tutam. Rais ni tutam si tutam. Vile vile ndio maana umesikia Rais amepanga mipango ya kuweka rami, na hiyo barabara imewekwa rami ya kutoka Muri Farm kwenda Mananja kufika kule Gatolie, si ndio hiyo? Hiyo yote ni mbiti kaka. Hiyo yote ni mbiti kaka ya Mheshimiwa Rais, kiongozi wetu wa taifa. Mambo ya registrar of birth certificate na deaths wote na yale huduma zingine ya serikali, mimi kama waziri wa public service nataka nitoe wito kwa wafanyikazi wote wa serikali mahali popote wako katika taifa letu la Kenya. Jameni, Rais alipanga mipango, serikali ikapanga mipango sawa sawa, ikahakikisha kwamba mshahara ya wafanyikazi wote wa serikali kuanzia Januari mwaka huu
imeongezewa na ikakuwa backdated kutoka 1 July 2025 mpaka Januari mwaka huu. Our chiefs, assistant chief, deputy county commissioner, commissioners wote, mapolisi wetu na wale wote wanafanya kazi katika serikali, Ministry of Agriculture, of Water, of Lands, ana yale yote wameongezewa mishahara kutoka Januari. Kwa hivyo jameni, tunawauliza tujitokeze, tufanye kazi na bidii, tufanyie, tuanjibike, tuhakikisha kwamba yale ambao tunafanyia wananchi wa Kenya tunayafanya kwa njia ambayo iko sawa. Hakuna maneno ya kuitisha ongo kwa wananchi wa Kenya. We must be faithful to Article 232 of our Constitution, which talks about the principles and values of public service. Hiyo lazima tuzingatie sawa sawa. Vile vile lazima tuhakikishe kwamba vile Article 10 of our Constitution inasema the principles, the national values and principles of governance. Article 10 of our Constitution inaongea maneno ya protection of marginalized communities. Moja yake ikiwa hapa Masinga, lazima tuanjibike, tufanye kazi na bidii na tuhakikisha kwamba watu wa nchi yetu ya Kenya watasikia wako na wafanyikazi wa serikali ambao wanaanjibika, ambao wanajituma na ambao wanapenda nchi yao Kenya, kama vile Mheshimiwa Rais wetu anapenda nchi yetu ya Kenya. Vile vile mesikia kutoka kwa mheshimiwa ya kwamba rais amepanga mipango wakishirikiana na mbunge wetu huyu, wakishirikiana yeye kuhakikisha kwamba barabara ya kutoka Kangonde kwenda Matinga kufika huko Kathioko Kayawa huko imekuwa contracted, iwekwe rami, na mheshimiwa rais mwenyewe ndiye atafika hapa kuhakikisha kwamba hiyo barabara imeanza kufanya kazi, imeanza kufanyiwa kazi, imeanza kufanyiwa ukarabati. Jameni, hiyo yote ni bidii, ni mapenzi, ni upendo, ni kujituma kwa rais wetu na serikali yake. Jameni, tunasema ni tutam ama si tutam? Ni tutam, si tutam? Lakini kuna watu wengine wa fitina, watu ya roho chafu, watu ambaye wana tabia ingine mbaya mbovu, wanakula mali ya watu ambaye mayatima, wanakula mali ya wanjane, ambao wana tabia mbaya ya kuweka mimba watoto sana wandogo wa miaka 21 na kuwaua. Watu ya Wamunyoro wa tabia mbaya, wa roho chafu, watu ya shares, watu ambao tulifukuza pale mbungeni wakaenda huko kwa msitu, wanafika hapa Ukambani ukoroga watu ya Ukambani. Hawa watu waende wasiende? Hawa watu waende wasiende? Pia niseme jameni, tukiwa kona hii ya Masinga, sisi tunajua Kalonzo Musyoka alifanya kazi miaka 40. Mimi nikuwa primary school nilikuwa nasoma Kalonzo Musyoka akiwa waziri katika serikali ya Moi, miaka 40. Yule tunajua ni mtu mungwana, tunajua ni mtu mungwana, lakini anadanganywa na mtu ya roho chafu ya kutoka huko wa Munyoro. Kwa hivyo tunasema huyo mtu wa ukabila wawachane na Kalonzo. Kalonzo ni mtu mzuri, ni mtu anaweza yakalishwa chini, aingie kwa serikali, wafanye kazi pamoja na serikali. Mukiona huyo mtu ya Munyoro akitembea huku, mwambie rudi kwao nyumbani. Sisi tulikimbiza yeye pale Mbere North, alifika hapo na kierele na kifua, ati akisema kura zote
za mbele za mlima ati ziko kwa mfuko yake. Tukamwambia wewe wa Munyoro, wewe utunjui vizuri, wewe tutakuhangaisha wewe. Tukang'ang'ana na yeye, tukavuzuguzana yeye, tukampeleka nyumbani, tukachagua mbunge ambaye anafanya kazi na rais, na wakatambua kwamba Rais William Ruto ndiye kinara wa taifa na ndiye anashikilia kona zote kutoka Masinga kwenda Kitui, kwenda Taita Taveta, kwenda Embu, kwenda Meru, kwenda Murang'a, kwenda Nyeri na kona yote ya taifa letu la Kenya. Waende nyumbani wasiende. Waende nyumbani wasiende. Si tulifukuza wao? Si wafukuza mliona? Si walikuwa na Njigamba? Wanapiga kifua, wako na kierere, wanasema maneno mingi, lakini tukawaambia ende nyumba. Waende wapi? Waende home. Waende wapi? Home. Waende wapi? Home. Kwa hivyo tunasema wa Munyoro home. Wa Munyoro, wa Munyoro, Matiang'i home. Matiang'i, wa Munyoro, wa Munyoro, wa Marwa, wa Marwa, Kalonzo home. Kalonzo. Ninoma si noma. Ninoma si noma. Ni fire si fire. Kwa hivyo jameni, waende nyumbani wasiende. Waende nyumbani wasiende. Rais William Ruto ni tutam si tutam. Wacha nione tutam. Kwa hivyo twavika vagosovea ambaye neza ikae neza bio iko ena isiendo siako ya siumende we serikali ya Musumbe ta William Ruto tiwo hiyo kikao yangu iko sawa. Sasa jameni, kuna tofauti ya Mkamba na Umbere. Kuna tofauti ya Mkamba na Umbere. Sisi ni kitu moja. Sisi ni kitu moja. Kwa hivyo tunataka wimbo ya tutam injae Masinga, injae Kitui West, injae Kitui Mwingi North, injae kona yote ya Kitui County. Hapa ni Kitui County. Hapa ni Machakos County. Injae Machakos County, Kitui County na Makueni County. Sio hiyo? Kwa hivyo tunasema jameni, Mheshimiwa Kalonzo, wacha kundanganywa na mtu ya roho chafu, mtu ambaye anaiba mali ya wanjane, mtu ambaye anaiba mali ya wanjane, mtu ambaye yako na tabia ingine ambayo iwezi tanjika mbele ya watu, mtu mbaya, mtu anasema ati kabila wa Kamba ni wandogo, anakuja akiwandanganya ati Kassim. Katika nchi ya Kenya sisi sote ni mandugu na mandanda jameni. Katika nchi ya Kenya sisi zote ni mandugu na mandada. There are no cousins or relatives. All Kenyans are equal under the Constitution of the Republic of Kenya. Kwa hivyo hiyo ukabila hiyo ambaye hawa wa Munyoro na Kalonzo na Matiang'i na Wamarwa na wale wengine wanachanganyika, wanaleta kwa wananchi, tunawaambia wachane na Wakenya. Wakenya wataki ukabila, Wakenya wanataka kuungana wakiwe kitu moja, na kuna rais kiongozi wetu wa taifa ambaye ameunganisha Wakenya wakakuwa kitu kimoja. Si ndio hiyo jamani? Mnanielewa? Mnaambigwa? Ni mnaambigwa kabisa. Noishe na anavoya kura na nembeshe kuvoya kura ni kindu kiumo. Ni mnaambigwa? Ninasema maiomba kura. Anajua kuomba kura sio kitu rahisi. Tunaweza kukutana namna hii, mseme tuko sawa, lakini tukienda kupiga kura hakuna. Kwa hivyo tuko pamoja jamani. Ni tutam. Hebu nione kona hii tutam.
Asante sana. Ya mwisho niseme Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki ndiye naibu wa rais wa nchi yetu ya Kenya. Amesaidia rais kukwamua uchumi wa taifa letu la Kenya. Wakati huo mtu wa Munyoro kulikuwa na kelele katika serikali. Kutoka Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki akalie kiti ya naibu wa rais, serikali imetulia, maendeleo inaendelea. Professor Kithure Kindiki has outperformed himself as a deputy president of the Republic of Kenya. Na ndio maana tunasema 2027 watashikana mkono na rais wetu. Rais awanie kiti ya rais na Professor Kithure Kindiki akuwe hapo nyuma yake, waunde serikali 2027 2032. Na 2032 ikifika, tutaunga mkono Professor Kithure Kindiki akuwe rais wa taifa letu la Kenya. Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ni noma si noma? Yes. Kwa hivyo kama kuna mtu Kalonzo Musyoka anapaswa kutafuta, atafute ndugu yake Profesa Kithure Kindiki, wakae chini wanjue vile wataunda serikali ya 2032. Na vile Kalonzo pia atakuwa ndani ya serikali ya William Ruto ya 2027 kuelekea 2032. Lakini mambo ya upinzani awachane nayo kabisa. Failure to which akae wapi? Nyumbani. Failure to which akae wapi? Home. Failure to which akae wapi? Home. Wa Munyoro, home. Matiang'i, home. Jaimbi, home. Wa Marwa, home. Martha Karua, home. Kalonzo, home. Wote wapi? Home. So, nasema ni asanti jameni. Nasema ni asanti. Mimi naomba tufanye hii mambo ambayo imepaki haraka haraka. Na njua chief na assistant chief watafanya hiyo kazi ingine. Mimi nikidemonstrate kidogo, mutaniruhusu pamoja na mbunge wenu ambaye ni ndugu yangu, ambaye tumefanya kazi naye pale bungeni, tuingie kwa ndege, alafu tufike kona ile ingine, tuweze kuendelea na kazi ile ingine. Mimi nasema Mungu awabariki. Mungu awabariki taifa letu la Kenya. Na Mungu awabariki rais wetu wa taifa William Samoei Ruto. Asanteni sana.